Mambo vipi wadau wa Bongo Lyrics Zone? Karibu tena katika channel yetu, na hapa ni jambo moja. Jana usiku bwana, tumeshuhudia historia ikipinduliwa kwenye tamasha la miaka 30 ya Bongo Flava. Yaani ilikuwa show ilikuwa ni ya moto sana, lakini kuna tukio moja limetuacha wengi tunajiuliza. Je, Alikiba alihitaji kweli kupanda kwenye ile stage? Karibu tena katika channel yako pendwa Bongo Lyrics Zone, channel pekee ambayo inakupatia updates zote za Tanzania na worldwide. Kama bado hujasubscribe, basi huna muda wako. Hakikisha una subscribe channel yetu, then una turn on notification ili usipitwe na update yoyote ambayo tutaposti kila siku. Unajua Dully Sykes alifanya kazi nzuri sana kumleta Alikiba jukwaani, na ilikuwa ni surprise iliyoje sana kwenye ile show, kwa sababu ilisimua umati wote ulioko pale chini. Lakini hapa ndipo tunapata utata fulani hivi. Wakati Alikiba anapanda, tulishuhudia tafrani fulani ya kiufundi. DJ Mami alionekana kushtushwa kwa dakika kadhaa. Ilionekana kama Alikiba alinyimwa mic hivi. Kwa ambao mlikuwa pale uwanjani na hisi mlikiona hicho, yani kama kuna walimkataa design fulani kumgia mic, then Dully Sykes akaamua kuchukua mic ambayo anayo yeye na kumpatia Alikiba ili mradi aendelee na show. Ndani ni kwamba alishushwa na Dully Sykes, but kwa uhalisia DJ Mami hakuwa na makosa, kwa sababu yeye yani Alikiba hakuwa katika listi ya kwamba yeye ataperform na itapiga ngoma zake na kama hivyo. Sasa tujadili ukweli mchungu. Alikiba ni brand kubwa sana, hakuna asiyelifahamu hilo kitu. Ni msanii mwenye heshima anayepaswa kuingia na kutoka jukwaani kwa protocol za heshima. Kupanda kwenye jukwaa ambalo hakuandaliwa yeye, yani halikuandaliwa kwa ajili yake, kiasi cha kuonekana kama anagombania mic. Hii ni kuishia sana hadhi yake, kwa sababu Alikiba ni mtu ambaye amejenga brand kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kitendo cha kunyima mic wakati anapanda kwenye stage ni kitu ambacho for sure ni kitendo cha kumvunjia sana heshima. Hatukatai kwamba alifanya performance nzuri, lakini kwa hadhi yake alipaswa kulindwa na management yake ili asijikute kwenye mazingira ya kudhalilika au kuonekana mgeni asiyepaswa. Sijui nimeeleweka? Ni dhahiri kwa jinsi mambo yalivyoenda, Alikiba alizingua kidogo kwenye maamuzi yake ya kuingia kwenye stage bila maandalizi ya kutosha, kwa sababu yani kuna protocol uzifuate kwenye management ili msanii apande, kwa sababu unajua muziki ni biashara. Lakini sema tusimjaji sana kwa ukubwa sana, kwa sababu kwa ninavyosikia Alikiba, by the way, mkewe ndio meneja yake, but kiukweli sio kitu kizuri walisia, sio kitu kizuri hata kama, lakini kwa sababu ujue msanii kama Alikiba ni mtu mkubwa na kunyimwa mic sio kitu ambacho kinapendeza, haikupaswa kuwa hivyo. Na pia sometimes ujue wasanii, hebu tulinde basi brand zetu, kwa sababu ile show ni ilikuwa ya wakongwe wa zamani, na yani haikupaswa yeye Alikiba kupanda pale. That's why watu wengi wanamsema sana Diamond, mtu ambaye hapendi kujichanganya sijui nini. Mtamsema, lakini for real ni mtu ambaye analinda sana brand yake. Yani uwezo tu kupanda kila sehemu kutokana na mihemko yako inakutuma hivyo. Hapana, muziki ni biashara, unafanya biashara, you must treat like a business. Hivyo yani sisi hapa Bongo Lyrics Zone tunaona kama ilikuwa ni kosa la kiufundi liloathiri brand ya Alikiba kabisa yani. Je, wewe unaonaje mwana Lyrics Zone? Je, Alikiba alifanya vizuri kutoa support kwa Dully Sykes, au alipaswa kujiheshimu na kubaki pembeni kwa sababu ya hadhi yake? Dondosha maoni yako hapo chini, but usisahau kusubscribe, like na comment. Mimi ni mtangazaji wako as usual, Mtesa Visual, and hii ni Bongo Lyrics Zone. Ciao.